wakati wa sheria mambo yalikuwa yanafanyika kwa sheria, kwa maana kila jambo walikuwa wanafanya kwa wakati huo, walikuwa wanafanya kwa sababu ya sheria, na walikuwa wanafanya kisheria, na ni sheria ilikuwa imewekwa ya kwamba wafanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Mungu akatutoa katika sheria, akatuma mwana wake akatuleta kwa neema. Na ndio maana kwa kila jambo tunafanya kwa neema, hatufanyi kwa sheria, tunafanya kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tuko katika neema, tumetoka katika sheria tukaletwa na Mungu kwa neema. Na hata kwa sheria ni Mungu mwenyewe alikuwa ametuweka. Sijui kama tunaliona vizuri. Tunaliona vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sheria ni Mungu alikuwa ametuweka ili tujue dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba tulijua dhambi kupitia sheria. Tulijua dhambi kwa sababu ya sheria. Tunaona vizuri. Tulijua dhambi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya sheria. Sheria ndio ilifanya tujue dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishajua dhambi ama ukishajua makosa yako na ukiri makosa yako, unasamehewa ama unahukumiwa? Bwana Yesu asifiwe. Ukishajua makosa yako, unahukumiwa ama unasamehewa? Ukishajua makosa yako unasamehewa. Kwa hivyo Mungu alipoleta sheria, sheria ikatufunza kujua dhambi, na tukajua dhambi, Mungu akatusamehe na akatuma mwanake wa pekee ili hatuachie neema. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tumeshakuwa wana wa Mungu, tukapewa Roho wa Mungu ili atuongoze, ili atulinde. Bwana Yesu asifiwe. Ili Roho wa Mungu anene katika ndani zetu, akiwa ndani yetu, ndani ya roho zetu anene. Na ndio maana wakati tunapokuwa tunaomba, wakati tunapokuwa tunaongea na Mungu, Roho wake ananena, kwa maana tushakuwa watoto wake. Na ndio maana Yesu akaambia wanafunzi wake, sitawaacha peke yenu, nitawaachia msaidizi. Mbeleni hawakuwa na msaidizi, mbeleni hawakuwa na msaidizi, lakini wakapewa Roho Mtakatifu ili awasaidie. Kwa maana huwezi fanya kazi ya Mungu bila Roho wake, kwa maana utachoka. Ama wanze kufanya kazi ya dunia na kuongea vitu za dunia ukifikiria kwamba unaongea mambo ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tuingie katika neno la Bwana, kitabu cha Wafilipi, Philippians 3 verse 7. 3 verse 7. 3 verse 7. Philippians 3 verse 7 inasema hivi: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Kwa nini? Kwa nini hawa wa Filipi walihesabu mambo yao kuwa hasara kwa sababu ya Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Waliyahesabu kuwa hasara kwa sababu mambo yote ya mwanadamu ni hasara. Bwana Yesu asifiwe. Kazi za mwanadamu ni hasara, na tena walihesabu kuwa hasara kwa sababu walikuwa wanatumikia sheria, walikuwa wanatumikia mawazo yao, walikuwa wanatumikia akili zao, walikuwa wanatumikia mali yao, walikuwa wanatumikia miili yao, ambapo hata leo kunao wanatumikia mali, hata leo kunao wanatumikia miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Kunao wanatumainia akili zao, kunao wanatumainia mambo zao, na ndio maana anasema ya kwamba aliyahesabu mambo yake yote kuwa hasara kwa sababu ya Kristo. Nasi pia leo tunafaa kuhesabu mambo yetu yote kuwa hasara, kwa maana tulimpokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuhesabu shughuli zetu zikiwa hasara, miili yetu ikiwa hasara, mawazo yetu yakiwa hasara, kwa maana tulimpokea Kristo. Na kama tulimpokea Kristo, alituachia Roho, ambapo huyu Roho ndio mwelekezi wetu, huyu Roho ndio mwelekezi wetu, huyu Roho ndio msaidizi wetu. Kwa hivyo tunapotumikia mawazo yetu, tunapotumikia akili zetu, tunapotumikia mali yetu, tunapotumikia mili yetu, ni hasara mbele za Bwana. Na ndio maana kitabu cha Mhubiri kinasema ya kwamba nimeyahesabu mambo yote yale nimeishi kuyafanya, yote nimeona ni ubatili, yote nimeona ni hasara, kwa sababu Mhubiri alikuwa anafanya mambo haya bila kumhusisha Mungu, bila kumtumainia Mungu, na ndio maana yalikuja yakakuwa hasara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kama alikuwa anamtumainia Mungu, angekuwa na wanawake 700 na washerati 300. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu hakuwa anamtumainia Mungu, angekuwa na angefanya hayo mambo yote, kwa maana hakuwa anamtumainia Mungu. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mambo yote niliyokuwa ninayafanya ninayahesabu kuwa hasara, kwa maana kwa sasa nimempokea Yesu. Kwa hivyo sifanyi mambo ya hasara kwa sababu nimempokea Yesu. Sifanyi mambo ya aibu kwa maana nimempokea Yesu. Sifanyi mambo ya mwili kwa maana nimempokea Yesu. Kwa hivyo hakuna vile mambo yangu yatahesabiwa kuwa hasara na Mungu. Hakuna vile njia zangu zitahesabiwa kuwa hasara na Mungu, kwa maana kila jambo ninalifanya kwa kutumainia Mungu. Kila jambo ninalolifanya nalifanya kwa sababu ya Kristo. Kila jambo ninalowaza ninawaza kwa sababu ya Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee na neno hiyo wa Filipi, tuendelee. Ilikuwa Filipi 7 wa Filipi 3:7. Twende mstari wa 8, inasema hivi. Naam, kwanza tuanze 7. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo.
Naam, na zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote niliyo yahesabu kuwa kama mafi, ili nipate Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nini? Anasema nini? Amehesabu mambo yake kuwa kama mafi ili apate Kristo. Hiyo inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Usipohesabu mambo yako kuwa ni hasara, hauwezi pokea Kristo. Usipohesabu mienendo yako kuwa hasara, hauwezi pokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Usipohesabu mambo yako, mambo ya mawazo yako, mambo ya mwili, usipoyahesabu kuwa hasara, hauwezi pokea Kristo. Lakini ukiyahesabu kuwa hasara mambo ya mwili, ukiyahesabu mambo ya dunia, ukiyahesabu kuwa hasara, unapokea Kristo. Lakini usipoyahesabu kuwa hasara, hauwezi pokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona watu wengi wanalia, watu wengi wanahangaika, watu wengi wanarukaruka, watu wengi wanaenda huku na huku, watu wengi wanauana, watu wengi wanaoneana wivu, kwa sababu hayo mambo yote wanaoyafanya hawajahesabu kuwa ni hasara, bado wanaona ni faida kwao, na kama wanaona ni faida kwao, hawawezi pokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama unayahesabu kuwa ni hasara, unaweza ukapokea nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na ndiyo maana Mungu akaleta nini? Akaleta sheria. Na Mungu alileta sheria ili tuweze kuhesabu mambo yetu yakiwa hasara. Hasara inakuchokesha, hasara inakupea stresi, hasara inakuletea umasikini, hasara inakuletea shinda, hasara inakuletea njaa. Na ndiyo maana Mungu alileta sheria ili tuone kwamba mambo yetu ni bure, mambo yetu hayana faida, mambo yetu hayana maana, ili tuweze kupokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo yote unaoyafanya bila Kristo, yote unaoyafanya bila Yesu, bila Roho wa Mungu ni hasara. Lakini yale unafanya kutumia Roho wa Mungu, yale unafanya kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Yesu, yote ni faida kwako. Bwana Yesu asifiwe. Yote ni faida, hakuna hasara yeyote. Kwa kila jambo unalolifanya ukiwa na Kristo, kwa kila jambo unalolifanya ukiwa na Roho wa Mungu, yote ni faida. Lakini yale yote unafanya bila Kristo, bila Roho, yote ni hasara kwako. Bwana Yesu asifiwe.